Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, kituo cha hali ya hewa cha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, imeadhimisha siku ya hali ya hewa duniani kwa kutoa elimu kwa wadau pamoja na kuweka mipango ya kuendelea kutoa huduma bora, kuongeza tija, ufanisi na kuhakikisha usalama wa usafiri wa anga katika kutoa taarifa. Akizungumza leo Machi 23 jijini Dar es Salaam wakati wa kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule mbalimbali za msingi waliotembelea katika kituo hicho, meneja wa TMA wa huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga na usimamizi wa kituo cha hali ya hewa cha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Bwana John Mayunga, amesema kuwa ni muhimu kuelimisha jamii ili iweze kuchukua tahadhari ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ukizingatia kauli mbiu ambayo inazungumzia pima leo hali ya hewa kesho iwe salama, na hao vijana ndo taifa letu la kesho. Kwa hiyo tukiwajengea uwezo na kuangalia umuhimu wa hali ya hewa, maana yake ni kwamba hata mipango yao ya kesho inaweza ikafanya kazi vizuri, na pia ndo vijana ambao tunaona kesho na wakati tunazungumzia salama ya kesho, lakini pia tunazungumzia kizazi hicho ambacho ni watoto wetu uko mbele wanakokwenda, wao na safari ndefu kuliko sisi ambao tuko leo. Serikali imewekeza kwenye vifaa vya uangazi. Kwa mfano sasa hivi tuna vifaa ambavyo vinajiendesha vyenyewe kufanya kazi ya uangazi, lakini pia tuna miundombinu ya rada za hali ya hewa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ambayo inasaidia kupata hizo taarifa za hali ya hewa ambazo ni sahihi. Kwanza tunaongozwa na miongozo ya kimataifa. Shirika la hali ya hewa duniani pamoja na shirika la usafiri wa anga duniani limeweka miongozo ambayo inatusaidia sisi kutoa huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga. Kwa hiyo wadau wetu wakubwa kama ulivyouliza ni kwamba ni mashirika ya ndege, wenzetu wa mamlaka ya usafiri wa anga, viwanja vya ndege, pamoja na wadau wengine wote ambao wanahusika kwenye huduma za usafiri wa anga. Kwa hiyo sisi kama nilivyosema hapo mwanzo ni kwamba kwa kuwekeza na kupa mkazo usahihi wa hali ya hewa tumeweza kukaguliwa, na nikupe tu taarifa kwamba mwaka huu pia tumekuwa na ukaguzi wa huduma zetu za hali ya hewa katika usafiri wa anga, na tumeweza kupata certificate, na sio kupata, ni kwamba tumethibitishwa sasa kuendelea na cheti ambacho hapo awali tulikuwa tumepewa, na ni karibu miaka 16 toka 2010 mpaka leo tumeweza kutoa huduma zetu bora katika usafiri wa anga. Neno kubwa kwa wadau ni kufuatilia taarifa za hali ya hewa, na kwa kweli kwa dunia sasa hivi majanga mengi yanasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na taarifa za hali ya hewa. Kwa hiyo taarifa za hali ya hewa ni muhimu sana kufuatiliwa, na ili uweze kupanga mipango yako vizuri ni muhimu sana kufuatilia taarifa zetu za hali ya hewa. Kama mamlaka ya hali ya hewa ina taarifa za vipindi, kwa mfano utabiri wa siku 5, utabiri wa siku 10, lakini tuna utabiri wa msimu. Na vile vile wadau wetu wa usafiri wa anga tupo tayari kuwahudumia kwa usahihi kabisa, na tunawakaribisha sana. Kwa upande wake msimamizi wa kituo cha uangazi TMA Bwana Hali Selemani amesema kuwa wanajivunia kutumia teknolojia ya kisasa iliyowezesha kutoa taarifa za uhakika za hali ya hewa na kupunguza changamoto kwa kiasi kikubwa katika utendaji wa kazi. Jina naitwa Hali Selemani Musa, ni msimamizi wa kituo cha uangazi hapa mamlaka ya hewa, hali ya hewa TMA Jainia. Kiujumla shughuli zetu hapa ni kuandaa ripoti za hali ya hewa kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Na kama kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya hali ya hewa duniani inayosema pima hali ya hewa leo ili kesho iwe salama. Kwa maana hiyo hizi ripoti zetu tunazoziandaa kutoka katika kituo chetu hapa huwa zinatumika katika shughuli mbalimbali. Inaweza ikatumika leo au siku zijazo. Kama kauli mbiu inavyosema pima hali ya hewa leo ili kesho yetu iwe salama, inamaanisha hizi taarifa zetu zote tunazoziandaa tunazituma zinaenda kutumika katika shughuli mbalimbali. Shughuli mbalimbali hizo ni kama tunaita hizi
mambo ya usimamizi wa shughuli za maji, water resource management, kwa shughuli za kilimo, agriculture planning, kwa shughuli za aviation and marine safety, yani mambo ya anga na majini, usalama mambo ya anga na majini. Vile vile tunazitumia kwa mambo ya research. Tunapoziandaa hapa, kwa mfano katika mambo ya climate change monitoring, hizi zinaweza zikajumlishwa kwa muda mrefu, zinakwambia kwamba hali ya hewa labda inabadilika kwa kiasi gani. Na ndio maana nasema pima hali ya hewa leo ili kesho yetu iwe salama. Kwa mfano kama tunaona mwanzoni kulikuwa kuna mvua za kutosha, yani kutokana na vipimo na hizi ripoti tunazoziandaa. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, tunaona kwamba labda zile mvua zinapungua au joto linaongezeka. Kwa hiyo tunavyopima leo tunajua baadaye tutakuja kugundua kama hali ya hewa imebadilika kwa kiasi gani. Na tukishajua tutaplani au tutapanga jinsi gani ya kuishi kutokana na hayo mabadiliko. Kwa hiyo bila kujua inamaanisha mnaweza mkashindwa kupanga. Lakini kama mkijua mvua zinapungua, labda mtapanga kilimo chetu kiwe vipi au cha aina gani, au tuanze kupanda lini, tuje tuvune lini. Na kama maji labda unajua mvua zitapungua, labda maji yatumike vipi. Au kama mtaplani labda tuchimbe visima kwa wiki, tusitegemee maji ya mvua peke yake. Hii yote inasaidia kutokana na vipimo vyetu. Kama kauli mbiu inavyosema, pima hali ya hewa leo ili kesho yetu iwe salama. Kwa upande wao, baadhi ya wadau mbalimbali waliopewa elimu katika kituo hicho, wakiwemo wanafunzi wa shule ya msingi ya Dadi, wameishukuru TMA kwa kuelimisha kuhusu utendaji wa kazi zao, jambo ambalo litasaidia kuwa na uelewa zaidi kuhusu matumizi ya taarifa za hali ya hewa na namna kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Kwa majina naitwa Chanel Justin Kaburi katika shule ya msingi Dadi School. Kwa leo nimejifunza kwamba namna gani ya kupima hali ya hewa katika vifaa mbalimbali ikiwemo sunshine recorder. Ninachojifunza ni kwamba katika kituo hiki kuna vipimo mbalimbali zaidi vinavyotuwezesha kuelewa zaidi kuhusu hali ya hewa. Jina naitwa Emmanuel Sandro Chebera. Ni mwalimu wa shule ya msingi Dadi. Ziara yetu ni ziara ya kimasomo ambao wanafunzi tunakuwa tunafundisha vitu vingi. Mara nyingi tulikuwa tunafundisha vitu hivi katika njia ambayo tunasema ni theory. Kwa hiyo tumewafundisha vitu vingi, tumejikita zaidi tumewafundisha hizo elements of weather, wamezisoma. Wamesoma mvua, upepo, temperature na vitu vina elements zingine. Pia kuna vifaa ambavyo vinatumika kupima hizi hali za hewa hizi. Sababu hali ya hewa inabadilika. Kama tunavyojua weather inabadilika, inaweza kupima baada ya saa, baada ya siku, baada ya wiki. Kwa hiyo pia wanafunzi, ili vitu vina faida katika maisha ya kila siku. Katika shughuli mbalimbali huwezi kuepukana kujua hali ya hewa. Kwa sababu shughuli za kiuchumi kama kilimo, kama uvuvi, kama mambo ya usafirishaji unahitaji pia ujue hali ya hewa. Kwa hiyo wanafunzi tukawaleta hapo waje waone zana hizo au vifaa hivyo kwa macho katika uhalisia wake, na kutana wataalamu zaidi wanaojihusisha katika mambo ya hewa waweze kuelezewa kwamba hivi vitu vina faida gani katika maisha yao. Kwa hiyo tumefika hapa ikiwa pia ni sikukuu ya hali ya hewa duniani ambayo inasherehekea miaka 76. Unaona? Kwa hiyo wanafunzi wamejifunza vitu vingi sana, kukutana na wataalamu wa meteorologist wamewafundisha vitu vingi sana. Nje na hapa tuna wanafunzi ambao wana malengo ya kuja kwa baadaye kuwa wao wataalamu wa hali ya hewa. Kwa hiyo kuwaleta hapa kusoma ni moja kutimiza ndoto zao ambao wamekuwa nazo tangia mwanzo. Kwa hiyo kupitia fursa hii ya kuja kusoma, watoto wengi wameweza kudevelop kuona kwamba ile ndoto walionayo, kama kuna watu wanafanya kazi hapa pia hata wao walianza kama wao walivyo sasa. Tunasema kwamba hata tunasema kwamba kitu kikubwa chochote kilianza kikiwa kidogo. Kwa hiyo hata wao wanaamini hao waliopo hapa leo waliwahi kuwa wanafunzi kama wao. Hivyo wanaamini kabisa kuna siku wao pia watatimiza ndoto zao. Kwa hiyo kupitia ziara hii watoto wanaporudi shuleni wanakuwa motivated na wanaongeza nguvu. Tumepata wataalamu wamewaambia watoto wamekuwa wakiuliza maswali, ili niweze kuwa rubani nisome masomo gani? Ili nikiweza kuwa mtabiri mzuri wa hewa nisome masomo gani? Kwa hiyo wamepata taarifa. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba baada ya masomo haya ambayo wamejifunza hapa kwa vitendo, watoto hao wanaenda kuweka nguvu zaidi katika masomo yale walioambiwa ili kuweza kutekeleza malengo. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Noel Lukanuga, Uondo TV.